Katika vita vya kisasa, mara nyingi silaha inayobadilisha uwanja wa mapambano si lazima iwe kombora na mabilioni ya dola. Wakati mwingine ni silaha ndogo, rahisi na ya bei nafuu inayoweza kuzalishwa kwa wingi na kutumwa kwa mamia au maelfu kwa wakati mmoja. Hilo ndilo somo ambalo Iran imelipa dunia kupitia Shahid 136. Na sasa Marekani imeanza kutumia somo hilo taratibu. Marekani imeunda drone ya mashambulizi ya upande mmoja inayojulikana kama LUCAS, Low Cost Uncrewed Combat Attack System, pia inayohusishwa na jina FLM-136. Muundo wa drone hii unafanana kabisa na Shahid 136 ya Iran, na ripoti za kijeshi zinaeleza kwamba mfumo huu uliendelezwa kupitia reverse engineering ya Shahid 136 iliyopatikana na Marekani katika vita vyake na Iran. Hii ni hadithi ya namna silaha ambayo ilionekana kwa muda mrefu kwa mfano wa teknolojia rahisi ya Iran ilivyogeuka kuwa sehemu ya mkakati mpya wa Marekani wa kutumia drone nyingi za bei nafuu na zinazoweza kutolewa mhanga vitani. Shahid 136 ilianza kupata umaarufu mkubwa kutokana na matumizi yake katika vita vya Ukraine ambako Urusi imeitumia dhidi ya malengo mbalimbali katika nchi ya Ukraine. Nguvu yake kubwa haiko katika kuwa drone ya teknolojia hali ya juu zaidi duniani, bali nguvu yake iko katika gharama, urahisi na uwezo wa kushambulia kwa umbali mrefu. Badala ya kutumia kombora ghali sana kuharibu shambulio moja, jeshi linaweza kutumia drone inayogharimu sehemu ndogo ya bei hiyo. Hapo ndipo Shahid ilipoleta tatizo kubwa kwa mifumo ya ulinzi wa anga. Ikiwa adui atatumia silaha inayogharimu mamia ya maelfu ya mamilioni ya dola kuangusha drone ya bei nafuu, anaweza kushinda vita vya anga lakini akapoteza vita vya kiuchumi. Na hapo ndipo Marekani ikagundua somo hilo. Kwa muda mrefu, Marekani imejenga nguvu zake kwenye ndege za kisasa, makombora ya usahihi mkubwa na mifumo ya silaha yenye teknolojia ya hali ya juu zaidi. Silaha hizo zina uwezo mkubwa, lakini mara nyingi zina gharama kubwa zaidi. Vita vya Ukraine vinaonyesha kwamba katika vita vya muda mrefu, jeshi linahitaji pia silaha ambazo zinaweza kuzalishwa kwa wingi. Ndipo wazo la kutumia kanuni zilizofanya Shahidi kuwa na mafanikio likaanza kupata umuhimu mkubwa Marekani. Badala ya kujaribu kutengeneza silaha nyingine yenye gharama kubwa zaidi, Marekani ilianza kuangalia namna ya kupata drone rahisi, ya bei nafuu, yenye masafa marefu na inayoweza kutengenezwa kwa wingi. Na hapo ndipo LUCAS ilipoingia kwenye sura na ramani ya vita vya Marekani. LUCAS drone ilitengenezwa na kampuni ya Marekani Spectreworks kwa ushirikiano na jeshi la Marekani. Ripoti zinaonyesha kwamba muundo wake ulitokana na reverse engineering ya Shahid 136 iliyopatikana na Marekani katika vita vyake na nchi ya Iran. Hivyo ni sahihi kabisa kusema kwamba Marekani ilitengeneza LUCAS drone kutoka kwa Shahid na mwanzo kujifunza kutoka Iran. Na pia ni sahihi zaidi kusema LUCAS ni nakala ya kila kitu kutoka kwa Shahid 136. LUCAS ni mfumo wa Marekani uliojengwa kutokana na somo la teknolojia iliyochunguzwa kutoka Shahid kisha kurekebishwa kwa mahitaji ya kijeshi ya Marekani. Swali ni kwa nini Marekani ilitaka drone kama hii ya Iran? Jibu ni moja kubwa, gharama. CENTCOM imeeleza gharama ya LUCAS kuwa takriban dola 35,000 kwa drone moja, ingawa vyanzo vingine vimeripoti viwango tofauti kulingana na usanidi na uzalishaji. Kwa kulinganisha, silaha nyingi za uzalishaji za Marekani zinaweza kugharimu mamia ya maelfu au mamilioni ya dola. Hivyo LUCAS inaleta falsafa mpya. Usitumie kombora la gharama kubwa kila wakati ambapo drone ya bei nafuu inaweza kufanya kazi hiyo. Hii inaweza kuwa muhimu sana katika vita dhidi ya nchi yenye mifumo mingi ya ulinzi wa anga. LUCAS na Shahid zote ni silaha za one way attack. Maana yake ni kwamba drone haitarajiwi kurudi kwenye kituo chake baada ya kufanya shambulio. Kwa maana nyingine ni sawasawa na kusema kamikaze drones. Drones hizi zinaelekezwa kwenye eneo au shabaha na mwisho wake ni kujigonga na kulipuka. Zote pia zimejengwa kwa falsafa ya kutumia mfumo rahisi kiasi ili kupunguza gharama na kuruhusu uzalishaji mkubwa. Na muonekano wa LUCAS umeonyesha wazi ushawishi wa muundo wa Shahid 136 hasa katika umbo la mabawa ya delta. Lakini LUCAS si lazima ichukuliwe kama nakala ya moja kwa moja ya kila sehemu ya Shahid. Marekani ikigeuza silaha ya Iran dhidi ya Iran. Hapo ndipo swala linapokuwa la kuvutia zaidi. Marekani haikuishia kujifunza kutoka Shahid. Iliunda mfumo wake wa kupeleka kikosi maalum cha kutumia LUCAS Mashariki ya Kati. Mnamo Desemba mwaka 2025, Marekani ilitangaza kuanzishwa kwa kikosi cha LUCAS katika eneo hilo na baadaye mfumo huu ulitumika katika operesheni za kivita. Mnamo Februari mwaka huu, Marekani ilithibitisha matumizi ya kwanza ya LUCAS katika mapigano wakati wa mashambulizi dhidi ya Iran katika Operation Epic Fury.
Teknolojia iliyosaidia Iran kujenga uwezo wa mashambulizi ya gharama nafuu sasa imekuwa sehemu ya silaha zinazotumiwa na Marekani dhidi ya Iran. Hii si tu kuiga, ni kubadilisha falsafa ya kivita. Jambo kubwa zaidi hapa si kwamba drone mbili zinafanana. Jambo kubwa ni kwamba Marekani inaanza kubadilisha namna inavyofikiria kuhusu vita vya drone. Kwa miaka mingi, Marekani ilijulikana kwa kutumia drones za gharama kubwa zenye kamera za hali ya juu, sensa na uwezo wa kufanya operesheni za muda mrefu. Lakini vita vya Ukraine na matumizi ya Shahid vimeonyesha kwamba wakati mwingine wingi unaweza kuwa muhimu kuliko ubora wa kifaa kimoja. Jeshi linaweza kupoteza drones 10 lakini likawa limefanikiwa ikiwa drones hizo zimeharibu mfumo wa ulinzi wa adui au zikalazimisha adui kutumia silaha ghali kujilinda. Hiyo ndio falsafa ya vita vya gharama. Faida ya kwanza ya Lucas drone kwa Marekani ni bei. Ikiwa Marekani inaweza kutengeneza Lucas kwa makumi ya maelfu ya dola badala ya kutumia silaha ghali kwa kila shabaha, inaweza kuongeza idadi ya silaha inazoweza kuwa nazo vitani. Faida ya pili ni uzalishaji mkubwa. Mfumo rahisi unaweza kutengenezwa kwa wingi zaidi kuliko silaha inayohitaji viwanda maalum na muda mrefu wa uzalishaji. Faida ya tatu ni uwezo wa kushambulia kwa umbali mrefu. Ripoti za kiufundi zinaonyesha kuwa Lucas 136 imeundwa kama munition ya masafa marefu yenye uwezo wa kubeba mzigo wa kulipuka. Na faida ya nne ni uwezo wa kutumia Lucas kutoka majukwaa tofauti. Marekani tayari imeonyesha uwezo wa kuizindua kutoka kwenye meli, jambo linaloongeza chaguo la matumizi yake katika maeneo ya baharini. Lakini pia Lucas haimaanishi kwamba Marekani imepata silaha isiyoweza kushindwa. Drone kama hii bado inaweza kulengwa na mifumo ya ulinzi wa anga, vita vya kielektroniki na teknolojia nyingine za kupambana na drones. Pia, kwa sababu ni silaha ya matumizi ya mara moja, kila drone inayotumwa ni gharama ambayo jeshi linakubali kupoteza. Hivyo, mafanikio yake yanategemea sana idadi, usahihi, uwezo wa kupenya ulinzi wa adui na gharama ya kuitengeneza. Kwa mtazamo mpana, somo kubwa kutoka Iran ni kwamba Iran imeonyesha kwamba nchi isiyokuwa na uwezo sawa wa kifedha na teknolojia na Marekani inaweza kuunda silaha ambayo baadaye inawalazimisha mataifa yenye nguvu kuiga baadhi ya kanuni zake. Hii ni moja ya mabadiliko makubwa ya vita vya kisasa. Zamani, mataifa yenye nguvu yalikuwa yanaongoza kila mara katika teknolojia ya kijeshi. Leo hii, teknolojia inaweza kusafiri upande mwingine. Nchi yenye rasilimali chache inaweza kutengeneza mfumo rahisi, ukatumika vitani, ukadhibitisha ufanisi wake, kisha mataifa makubwa yakaanza kuutengeneza kwa kiwango kikubwa zaidi. Kwa hivyo Iran iliifundisha Marekani, sasa ni Marekani kuendelea kujiboresha. Kwa hiyo kusema Marekani imekopi Shahid kuna ukweli fulani, lakini kunahitaji maelezo. Ushahidi unaonyesha kabisa Lucas ilitengenezwa kupitia reverse engineering ya Shahid 136 iliyopatikana na Marekani, na muundo wake unaonyesha wazi uhusiano huo. Lakini Marekani haikuchukua tu drone ya Iran na kuiita yake. Ilichukua dhana, muundo na somo la kijeshi kisha ikaibadilisha kuwa mfumo wa Marekani wenye mahitaji yake tofauti, na hapo ndipo jambo la muhimu zaidi linapotokea. Shahid 136 ilifundisha dunia kwamba drone ya bei nafuu inaweza kuwa silaha ya kimkakati. Lucas inaonyesha kwamba Marekani sasa imeamua kutumia falsafa hiyo yenyewe. Kwa hiyo vita vya drone vinaingia katika hatua mpya. Si tena tu kuhusu nani ana drone yenye teknolojia ya juu zaidi, ni kuhusu nani anaweza kutengeneza drones nyingi zaidi kwa bei nafuu zaidi na kuzitumia kwa ufanisi zaidi kuliko adui yake. Na katika vita vya siku zijazo, hilo linaweza kuwa muhimu zaidi kuliko kuwa na ndege moja ya kisasa zaidi duniani.